Tumesoma pamoja neno la kuanzisha la Zaburi 73 mstari wa 24. Zaburi 73 mstari wa 24. Utaniongoza sawasawa na shauri lako. Kuna andiko ndani ya neno la unabii na kuna andiko ndani ya Agano Jipya ambamo funzo hii inatamkwa. Ningetaka tusome andiko mbili. Isaya 46, Isaya 46 mstari wa 10. Nikitangaza mwisho toka mwanzo, na tangu wakati wa zamani wa kale maneno yasiyofanywa bado. Nikaagiza, nikasema shauri langu litasimama na nitafanya yote ambayo yananipendeza. Ndani ya Agano Jipya andiko linalojulikana vizuri ya Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 27. Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 27. Kwa maana sikukosa kuwatangazia shauri yote ya Mungu. Ona ni andiko gani za ajabu ndani ya maandiko matakatifu. Kuna pia neno hili nalosema kwamba nitabaki nikishikamana na wewe. Zaburi 73 mstari wa 23. Mbele tuweze kubaki hivyo, tunapaswa kwanza kuwa tuliweza kuwa hivyo. Umoja pamoja na Mungu na wanadamu iliweza kufanyika wakati Mungu alipojifanya kuwa mtu, alipokuwa ndani ya Kristo na alipotupatanisha pamoja naye mwenyewe. Ilikuwa ndio wakati wa umoja wa Mungu pamoja na wanadamu. Hakuna siku ingine, hakuna matokeo mengine, hakuna njia ingine, hakuna kweli ingine, hakuna uzima mwingine ila ile uzima ambayo tuliopewa na Mungu ndani ya Kristo. Utaniongoza sawasawa na shauri lako, na sio kulingana na yale ambayo mashirika za dini zinazoagiza au mashirika za dini za uhuru na maparokia au makusanyiko fulani, lakini yale ambayo Mungu alioamua katika neno lake. Wakati wa mazungumzo ya mwisho iliyofanyika huko siku ya kwanza ya juma iliyopita Zurich, ndugu mpendo aliweza kuja kuniona akaniambia, ndugu Frank, kwamba kama yote shaka kuandikwa ndani ya neno la Mungu na manabii na wamitume, sasa tungali na hitaji tena ndani ya siku zetu kuwa na nabii na mtu wa Mungu kama vile ilivyosemeka? Na jibu yangu ilikuwa ni kwamba tunahitaji tena zaidi ya hao kuliko kisi tulivyokuwa nao zamani, na sio kwa ajili ya kututangazia tena maufunuo mpya, lakini kwa ajili ya kutufunulia yale ambayo inayofichwa ndani ya neno na kuweza kuliletea taifa la Mungu. Kama tunaweza kuangalia manabii wa uongo walioonekana katika hizi makadi zilizopita, wana mafundisho yao, wana kuelewa kwao, na waliweza kuonyesha mpango yao. Watu wa Mungu wao wanatangaza mpango ya Mungu aliye juu, nao hawaongezake kitu fulani juu ya ushuhuda uliomalizika wa maandiko matakatifu, lakini wanakuwa kama vile neno nabii nayoitwa kwamba ni wafunua wa mapenzi ya Mungu. Mungu anazungumuza kupitia kinywa cha watu, na ndani ya siku zetu ilifanyika. Hatuna haya hiyo, lakini tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo, kuona jinsi aliweza kuwa na mchukua neno na isema tena kwa nia njema, na naionyesha waziwazi, na hakukuja kwa ajili ya kuleta ufunuo mpya, lakini kwa ajili ya kuweka neno takatifu, agano la kale na agano jipya, ili aweze kuweka yote kwenye kinara cha taa toka mwanzo mpaka Ufunuo sura 22, na kuweza kutofautisha neno na matafsiri mengine yote, ili bibi harusi
wa neno aweze kuitwa na kutayarishwa kwa ajili ya siku kubwa na ya utukufu ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati mtu anapokuja kwa Bwana, njia yake inakuwa imemalizikia hapo hapo. Tumekwisha kuyaimba sisi sote ndani ya wimbo huu inayosema kwamba kwa sababu gani unangoja, nafsi, simama na uje haraka mpaka kwake. Mwokozi wako anakuita tangu zamani, anakupatia kwa nia njema salama na pumziko. Hii nayo nishaka kuyasema hapa kwamba mtu anayekuja kwa Bwana hatarudi kama vile vilivyokuja. Atafanya mazoezi ya nguvu za Mungu na atakuwa mtu aliyebadilishwa. Tunaweza kusoma ndani ya Mainjili, mtu yeyote aliyekuwa akikuja kwake akiwa kipofu alikuwa akirudi akiona. Mtu aliyekuwa akikuja kwake akiwa mkoma alikuwa akirudi akiwa safi. Akiwa kipofu au bubu, yeyote ambaye aliyekuwa akikuja kwake akilemelewa na dhambi alikuwa akimwambia kwamba dhambi zako zinasamehewa, na mgonjwa alikuwa akimwambia kwamba umepona, kamata kitanda chako na urudi nyumbani kwako. Leo nasi tukutanane na Bwana wetu na tuweze kumwomba kwa haki kutoka kilindi cha mioyo yetu, ili aweze kuonyesha nguvu zake. Wangapi katikati yetu wanaotumaini na sio kusikia tu mahubiri, lakini wanaohitaji waweze kuishi Mungu wakati wanaposikia neno? Ni kwamba matokeo ya neno kupitia nguvu za Roho Mtakatifu ziweze kuonekana ndani ya kusanyiko lililokombolewa kwa damu, na kwamba sisi sote tuweze kushuhudia kwamba ilikuwa ni vema kuweza kuwa hapa, kwa maana Bwana iko katikati yetu na alitenda kwa neema juu ya sisi sote. Kwa hiyo tunakutembelewa kwa kipekee kwa wandugu yetu wa kutoka Breslau katikati yetu. Tunataka tusalimie wote, sana sana wandugu wanaotumika kupitia neno, ambao walio na usimamizi ndani ya manchi zao na ndani ya makusanyiko mahali ambapo Mungu aliwaweka. Tunataka tuweze kushitakasia sana kwa Mungu, na sana sana wandugu yetu wa kutoka Breslau. Mnajua wakati ni hatari sana, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, na si siri wahubiri wote wanafungwa kwa mafundisho ya makusanyiko yao wenyewe. Wamoja wanafanya wageuke kuwa Wamethodisi wanageuza kuwa washahidi wa Yehova, na kila mtu kwa namna yake anataka aweze kugeuza watu kulingana na mahitaji zake. Lakini sisi tunahitaji ili wandugu hawa wawili wa kutoka Breslau wasiweze kutumikisha wakati wao na vipaji vyao kwa ajili ya kuweza kutengeneza na kuunda dini mpya ya dhehebu na kuweza kuunganisha watu ndani. Lakini kama wanataka waweze kuwekwa katika kazi ya Mungu, waweze kuwa kama vile inapaswa kuwa, bila kuweza kufungwa kwa namna ya kimafundisho kwa kusanyiko fulani. Lakini wanapokuwa wakitangaza kwa namna ya haki mpango wote wa Mungu kama vile inavyostahili, na niweza kuwaomba ili wasiweze kuwazia hata siku moja kuweza kutengeneza na kuunda makanisa fulani, lakini kuweza kutangaza neno la Mungu wetu kwa makusanyiko zote zilizo mahali pote ambapo milango itaweza kufunguliwa kwa ajili yao. Kuna makusanyiko mengi. Yale tunayohitaji kuona sasa ni kwamba Bwana aweze kujenga kanisa lake, na kanisa lake si kiungo kilichoundwa na wanadamu na kuweza kuonekana kwa sababu ya mapenzi ya wanadamu, lakini kanisa lake ni kiungo kilicho hai cha mwili wa Yesu Kristo, kama vile tulivyoonyeshwa katika andiko nyingi, sana sana ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 12.
ni mwili, lakini inakuwa na viungo vingi, na sisi sote tulibatizwa katika roho moja kwa ajili ya kuunda mwili moja, na Kristo ndiye kichwa, anabaki kichwa cha kanisa, na yeye ndiye tunapaswa kunyenyekea chini yake, na ni yeye ndiye tunapaswa kutii. Acha neno lake liweze kuwa taa kwenye miguu yetu, na kwamba Mungu aweze kutulinda na mawazo yetu yenyewe, aweze kutupatia ukweli na uhaki, ili tuweze kujichunguza kila wakati, ili tuweze kujua kama tunakubaliana na yeye na neno lake, kama neema yake inaweza kuonekana kwa nguvu zake ndani ya maisha yetu. Kama vile Paulo tunaweza kutangaza kwa neema na kusema kwamba si mimi ninayeishi tena, lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu, na yale ninayeishi sasa ninayaishi katika imani ya mwana wa Mungu. Kama hiyo tunaweza kuipewa kama vile wavulana na wasichana wa Mungu, ni kusema sasa tunageuka kuwa waliosaidiwa. Leo tena acha tuweze kushota kwenye ujao wake, neema juu ya neema. Tufuate kwa ndani mahubiri, tujiache tuongozwe na Roho katika kweli yote, na tuweze kufanya hivyo tena mazoezi mapya pamoja na Mungu. Kama vile nilivyosema hapa sasa hivi, tunawakaribisha nyote, na sote pamoja tunajikuta kwenye meza ya Bwana ambayo aliyoweza kuweka mbele yetu, na ataendelea kutengeneza tena kwa wingi mbele yetu. Na ningetaka niweze kuonyesha hitaji yangu kubwa kwa ajili ya hawa wa vijana wawili wa ndugu ambao walioshikaza sana, ili wageuke kuwa walioshikaza waweze kuwa Wakatolika, waliosoma mara nyingi na kutafutisha mara nyingi, na hapo wakapata nuru kutoka juu ikaingia katika maisha yao. Ningetaka ili tuweze kufanya sisi sote kuwa hitaji yetu ya moyo, ili maombi yetu kwa ajili yao, sana sana kwa ajili ya hawa wawili, iweze kupanda mpaka kwenye kiti cha Mungu, kwamba wasijifurahishe kuweza kugeuza makao fulani, waweze kutoka katika eneo hii wakienda huko, lakini kwamba chacho yote ya zamani iweze kutoshwa ndani mwao, na waweze kugeuka kuwa fungu mpya, kama vile Paulo alivyoandikia kusanyiko la Wakorinto, iweze kuwa fungu isiyokuwa na chachu, safi na ya kweli, ili pia waweze kushuhudia kwamba mambo ya zamani yamepita, tazama mambo yote yamekuwa mapya. Ningetaka tena niweze kujenga hii uchunguzi wa neno juu ya andiko fulani za Biblia, na kuweza kuweka umuhimu juu ya neno la Mungu linalodumu milele na milele, kama vile tunavyoyafanya tangu zamani. Tunajua sisi sote yale ambayo Yakobo aliyoandika ndani ya barua yake ya kwanza. Yakobo sura moja, Yakobo sura moja mstari wa 18. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama malimbuko ya viumbe vyake. Kwa tafsiri nyingine kwamba tulizaliwa upya, kuzaliwa ili tuwe kama malimbuko ya viumbe vyake. Hapa inahusu matokeo ya kiungu ambayo kwamba kuzaliwa upya inaweza kufanyika tu kutoka katika mbegu ya neno kupitia kuzaliwa kwa Roho. Ningetaka nisome shahidi ya mwisho ya Mathayo sura 28. Mathayo sura 28 mstari wa 20. Mkiwafundisha kushika maneno yote ambayo
niliwaamuru ninyi, na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia, hata mwisho wa wakati. Tulishughulikia kazi ya Mungu na tuliweza kuyaelewa kwa namna hii, ni kwamba tunapaswa kufundisha yote aliyofundisha, yale yote ambayo aliyoagiza, kuwafundisha kuweza kushika yote, na sio kuingia katika ulimwengu mzima na kuweza kutangaza habari njema na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu, lakini pia kufundisha kuweza kushika, kutii yale yote ambayo Bwana aliyoagiza. Hii kazi ya kiungu, hii kutumwa ya kiungu tena ingali ile ile kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo. Tuliingizwa ndani ya kazi ya Mungu. Kristo Bwana wetu alianza kama vile inavyoandikwa ndani ya Waebrania sura 2, kwamba kupitia yeye ndiyo yote ilianza, nasi tuko mwendeleo, yeye kichwa, nasi viungo, nasi tuko wa kufuata. Ningetaka nisome andiko ya Waebrania 2, Waebrania sura 2 mstari wa 3 na wa 4. Waebrania sura 2 mstari wa 3. Basi sisi tutapona namna gani tusipochunga wokovu mkubwa namna hii uliokuwa kwanza kusemwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale ambao walimsikia. Hapa onyo hapa kwa kupita, mnatambua hapa kwamba mwandishi wa barua ya Waebrania hakuwa mshuhuda wa kuona. Yeye anazungumza hii kwamba tulishuhudia kwao kupitia washuhuda wa wale ambao waliokuwa wameona. Kwenye mstari wa 4 sasa tunasoma, naye Mungu akishuhudu pamoja nao kwa alama na maajabu na kwa nguvu za namna nyingi na kwa kugawia zawadi za Roho Mtakatifu kama ilivyompendeza mwenyewe. Yote ilianza na Yesu Kristo Bwana wetu, na mwendeleo hapa karibu itakuwa na mwisho wake. Kutumwa kwa Mungu ni kazi ya kwanza ambayo inapaswa kutimilika bila kubadilika mpaka mwisho. Ndani ya Yohana sura 20 mstari 21 inaandikwa, Yohana 20:21, basi Yesu akasema nao mara ya pili, salama iwe pamoja nanyi. Kama Baba alivyonituma mimi, nami ninawatuma ninyi vile vile. Ile kutuma moja, hiyo kazi moja, ile kanisa moja inayokuwa kwenye moyo wa Bwana, ambalo aliokomboa kwa damu yake takatifu na ya damani kwenye msalaba wa Golgotha. Tuendelee na kusoma kwetu ndani ya Yohana sura 15 mstari wa 26. Yohana 15 mstari wa 26. Lakini wakati msaidizi au mtetezi, lakini wakati msaidizi anapokuja, ambaye nitamtuma toka Baba, Roho wa kweli anayetoka kwa Baba, atanishuhudia. Tulisoma kuhusu neno la kweli. Hapa sasa tunasoma kuhusu Roho wa kweli, Roho wa kweli wa Mungu ambaye aliye kweli, na ni kweli peke yake ndiyo inaweza kutoka
ikiwa kuhusu neno, roho na uzima, yote inayotoka kwa Mungu inakuwa ni kweli halisi. Na hapa tunasoma kwamba Roho Mtakatifu ambaye atakayekuja juu ya wale wote ambao wanaoamini ni roho wa kweli. Na tunaendelea na kusoma kwetu ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 16 mstari 13. Yohana 16 mstari 13. Lakini wakati anapokuja yule roho wa kweli, atawaongoza ninyi katika yote yaliyo kweli. Hii nayo ni mazoezi ambayo tunaweza kuishi kwa neema. Ni kitu moja kuweza kusema kwamba ulipokea Roho Mtakatifu, kwamba ulipakaliwa, na ni kitu kingine kuweza kuwa unaweza kuongozwa hapo hapo na Roho Mtakatifu na kuongozwa ndani ya kweli yote. Kuongozwa na Roho Mtakatifu katika kweli yote. Nataka kuambia kwa sababu gani hii onyo nayo ni lazima. Tunaishi katika wakati ambamo kitendo cha Roho iko inapita katika hizi mashirika zote za dini na mashirika zote za dini za uhuru zinazokuwa hapa duniani. Lakini tofauti moja ni kwamba Wakatolika wanaendelea kubaki kuwa Wakatolika, Waprotestanti wanabaki kuwa Waprotestanti, na wote wanabaki katika hali moja ambayo waliokuwa ndani zamani. Nilisema hiyo hapa. Nilisoma siku moja ndani ya gazeti ya Kiingereza ya The Voice of the Full Gospel Businessman, ushuhuda wa mwanamke mmoja wa Katolika ya Roma. Alikuwa na sifa sana kuweza kuzungumuza kwamba tangu wakati alipobatizwa ndani ya Roho angeliweza tena kuweza kutukuza Maria tena zaidi. Mbele iliweza kumletea shida sana, lakini wakati alipobatizwa kwa Roho Mtakatifu au nyuma ya ubatizo katika Roho, hiyo ikafanyika tena vizuri. Hiyo ni kitu ambayo hatuwezi kukubali sisi. Roho Mtakatifu anafungua kutoka makosa na anaongoza katika kweli yote, na kweli ni neno takatifu la Mungu. Ndiyo maana hii umuhimu ambayo inaweza kuwa kama vile inavuka kwa wamoja, ambayo tunawekaka sana sana juu ya neno, lakini hatuyafanyaki kwa sababu tunayataka tu, lakini ni kwa sababu Bwana aliweza kutoa onyo hii inayohusu siku za mwisho. Alisema kwamba manabii wengi wa uongo na Wakristo wengi wa uongo wataonekana katika siku za mwisho. Neno Kristo inamaanisha mpakaliwa, na kuna wapakaliwa wengi, lakini wote watakuwa wa uongo. Na ndiyo maana sio upako ambayo inayokuwa kipimo cha mwisho, lakini uzima ambao ulio ndani ya mtu. Japokuwa kama Mungu aliweza kupuliza uzima mpya ndani ya mtu kupitia kuzaliwa upya inayotoka katika mbegu ya kiungu, na kama Roho Mtakatifu anaweza kuja sasa juu ya mtu yule kama nguvu za Mungu, kama vile nguvu zinazoleta uzima, ndipo sasa uzima ule mpya wa kiungu utaongezeka. Lakini kama ndani ya nafsi ya mtu yule hakuna kuzaliwa kwa Mungu ambayo iliyofanyika ndani, ni kitu gani kinachoweza kuongezeka na kufikia katika kukomaa? Haiwezekani. Na ndio maana neno lilikuwa kwa mwanzo na neno kwa mwisho, na ni Roho wa Mungu ndiye atakuwa siku zote katika kukubaliana pamoja na neno la Mungu. Tunayamini sisi sote. Ni kusema inahusu kwamba tuweze kuongozwa na Roho wa Mungu, kwamba tuweze kuongozwa katika kweli yote, kuweza kushikwa
kushikwa na kweli hiyo ya kiungu, kugeuka kuwa sehemu ya ujao ya kweli hiyo, kama vile Waroma sura 8 inavyosema kwamba tutafunuliwa kama vile wavulana na wasichana wa Mungu, na tutaishi wakati ambamo viumbe vyote vinangoja na ambavyo vinaugua mpaka wakati uweze kuja ambamo wana wa Mungu wataweza kuonekana katika nguvu za Mungu na wataweza kuona kumalizika kwao na kujazwa kwao katika jina la Bwana. Ni kusema kama wakati moja tunazungumzia hapa kuhusu maneno ya uungu, kuhusu maneno ya ubatizo na pia kweli na mafundisho ya Biblia, ni kwa sababu ili tuweze kujilinganisha na shahiri ya mwisho ya Mathayo sura 28 mstari wa 20, na kuwafundisha waweze kushika yale yote ambayo niliwaamuru ninyi. Hii ni sehemu yake, na mtatambua kwamba hatuchelewake hapa juu ya maneno ya juju, maneno mazuri, mambo ya kupendeza. Kuna makusanyiko na siyapinge, lakini niweza kuzunguka katika nusu ya dunia. Kuna makusanyiko na wahubiri ambao walio na maneno yao kama vile mafundisho, vichwa vya maneno ambayo waliweza kufanya kama vile ujuzi wao, walikamata kama vile vichwa vya maneno vya lazima, wanazungumza juu yake bila hata uweze kuzungumza tena kwa namna njema. Hiyo Mungu hayataki. Mungu anataka ili tuweze kutangaza mpango wote wake kwa wakati uliopangwa. Wakati ubatizo unapotayarishwa, inaomba kuzungumza kwa namna njema kuhusu maneno ya ubatizo na kuhusu maneno yanayohusu uungu, na ubatizo inatembea vizuri, inaweza kuelewa vizuri. Inaweza kuelewa vizuri Mathayo sura 28:19, na kisha unaweza kuleta maelezo katika Matendo ya Mitume na mabarua. Lakini wakati napohusu maneno ya uungu, nikitaka niweze kusoma kwa mafupi andiko fulani za Biblia kwa ajili ya lengo moja, ni kwamba ili kuelewa nzuri ya Mungu iweze kuonekana, na kwamba tusiweze kuwa na mambo ya kuwazia kwamba Mungu ni nani, lakini kwamba tuweze kumwona kupitia ushuhuda wa Bwana wetu na kuhusu ushuhuda wa maandiko matakatifu, na kisha tuweze kufanya ushuhuda huu wa Yesu kuwa ushuhuda wetu. Ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 14, ningetaka nisome kuanza kwa mstari wa 7. Yohana 14 mstari wa 7. Kama mungalinijua mimi, mungalijua Baba yangu vile vile. Mmetambua hii? Mstari wa 7. Yohana 14. Kama mungalinijua mimi, mungalijua Baba yangu vile vile. Na tangu sasa munamjua na mumemwona. Sasa mulimwona wapi? Muliona pembeni yake? Mulimwona namna gani? Kama mungalinijua mimi, mungalijua Baba yangu vile vile. Na tangu sasa munamjua na mumemwona. Haleluya, utukufu kwa Mungu. Mstari wa 8. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, basi hiyo itatutosha. Bwana alikuwa amekwisha kuambia kwamba mmemwona, na kwenye mstari wa 8 wanasema kwamba umtuonyeshe, na Bwana akamwambia kwamba mmemwona, na wakamuuliza utuonyeshe Baba. Ndio ile na kusoma kwenye mstari wa 9. Yesu akamwambia, nimekuwa pamoja nanyi wakati mrefu na haukunijua Filipo? Ambaye aliniona mimi ameona Baba. Namna gani unasema utuonyeshe Baba? Mnaona? Ni kusema si pembeni, sio juu, lakini yeye aliyeniona ameona Baba.
mstari wa 10, huamini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu? Maneno ninayosema kwenu siseme kutoka kwangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu anafanya kazi zake. 11, muniamini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu, au mwamini kwa sababu ya kazi zenyewe. Ona ni ushuhuda gani ulio wazi wa Bwana wetu. Ninashukuru Mungu sana kwa ajili ya neno lake takatifu na la damani. Hakuna mtu, hakuna mprofesa, hakuna mwalimu wa Biblia, hakuna mtu ambaye aliye na haki ya kuweza kuvunja na kutosha yale ambayo Bwana yeye mwenyewe aliyosema na kufundisha, au kuweza kutamka mawazo yake mwenyewe juu ya maneno haya. Watu wanaweza kushidanganya, lakini Mungu yeye atuambia kweli safi, na Baba alijifunua ndani ya mwana kwa ajili yetu. Hata jina lake la ajabu na takatifu ambalo ligeuka kuwa la damani na takatifu kwa ajili yetu liwe la kusifiwa na kutukuzwa. Ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 10 tunakutana matokeo ambayo iliyo ya kipekee sana, ambayo yaliyofanyika katika mahali hapo. Tunasoma ndani ya Yohana sura 10 mstari wa 13. Yohana sura 10 mstari wa 13. Wayuda wakamjibu wakasema, kwa kazi njema hatukupigi kwa mawe, ila kwa matukano. Mwanze kwanza kidogo hapa. Wayahudi walikuwa wa utawa sana kwa kiwango walitaka kupiga Bwana mawe kwa sababu alikuwa amekufuru. Na tazama, wakasema kwamba waliona matukano huku kufuru pale. Tusome tena hiyo mstari wa 13. Wayuda wakamjibu wakasema, kwa kazi njema hatukupigi kwa mawe, ila kwa matukano au kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mtu unajifanyiza mwenyewe kuwa Mungu. Ni hiyo ndiyo ambayo iliyoitwa kwamba ni tukano au kufuru. Wewe ambaye uliye mtu, wewe uliyezaliwa katika dunia hii kama vile wanadamu wengine wote, unajifanya kuwa Mungu, ukishuhudia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wayahudi hawa walikuwa wakijua vizuri kwamba mwana angepashwa kuwa na kukuwa ni ufunuo wa Baba kulingana na Isaya sura 9 mstari wa 5 na mstari wa 6. Mwana amezaliwa kwa ajili yetu, mvulana amezaliwa kwa ajili yetu, na utawala utakuwa juu ya bega lake. Watamuita waajabu, mshauri wa ajabu, mwenye uwezo, baba wa salama, mfalme wa salama. Walikuwa wakijua kwamba mwana ambaye angepashwa kuzaliwa angepashwa kuwa Mungu yeye mwenyewe anayejifunua katika sura ya mtu. Neno lingepashwa kufanyika kuwa mwili. Tusome tena nikusema andiko hii na tuweze kuingia akose mara moja kwenye mstari wa 13. Yohana sura 10:13. Yesu akawajibu, haikuandikwa katika Torati yenu ya kama mimi nilisema ninyi ni miungu? 13. Kama aliwaita wale miungu wao ambao lilifikia neno la Mungu, na maandiko hayawezi kuvunjika. Au kulingana na tafsiri nyingine ni kusema kuvunjwa, au kwa tafsiri nyingine kulingana na tafsiri hii kwamba andiko haiwezi kupoteza mamlaka yake. 36.
munasema juu yake ambaye Baba alimtakasa na kumtuma katika dunia, unatukana kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama tunaweza kufuatilia hii maelezo hapa, tunaona kwamba swali ya uungu ilikuwa siku zote kuwa ngumu, na hakuna mtu hapa duniani na kusikia mtu anaweza kuwazia kwamba anaweza kuelewa Mungu, na ni katika kipimo ambayo tunaweza kuwa tumetayarishwa kwa ajili ya hiyo hapa duniani, na ni hapo ndipo sasa hiyo siri kubwa inaweza kufunuliwa kwetu kupitia Roho Mtakatifu. Paulo aliweza kuyaandika au aliweza kuyaandikisha kwa namna iliyo wazi, lakini iliyo lazima ndani ya Timotheo wa kwanza sura 3, Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 16. Na pasipo shaka siri ya utawa ni kubwa. Mungu alionekana katika mwili, alihesabiwa kuwa na haki katika roho, alionekana na malaika, alihubiriwa katika mataifa, aliaminiwa katika ulimwengu, akapokelewa katika utukufu. Tunaweza kuuliza kama vile Yohana alivyouliza katika wakati ule, wewe ni yule ambaye ungepasha kuja au tunapasha kungoja mwingine? Sisi hatungoji hata mwingine, tunangoja yeye mmoja ambaye aliyekuja na ambaye atakayerudi akiwa na nguvu kubwa na utukufu mkubwa, yeye ambaye aliyekuwa na atakayekuja Mwenyezi, kama vile tunavyoambiwa ndani ya maandiko matakatifu. Ni kusema sasa, kwa ajili ya kuweza kurudilia tena ya jana jioni, tazama maneno fulani yako katika Agano la Kale ambayo tunayopata mara nyingi katika Agano Jipya. Isaya 43 mstari wa kwanza. Na msisahau hii kwamba wakati tunaposoma neno Bwana ndani ya Agano la Kale, ndani ya maandiko ya kwanza walitumikisha neno Yawe. Wafaransa waweza kuitafsiri vizuri kwa namna iliyo njema, wakasema kwamba ni Bwana wa milele. Na wakati tunaposoma Bwana, ni Bwana aliyeumba mbingu na dunia, ni kusema ni Yawe mwenyewe. Na wakati tunaposoma Mungu, andiko ya kwanza ilikuwa ikitumikisha neno Elohimu, lakini kwa namna ya kimafundisho hatutaki kuweza kuingia katika maelezo ya mambo haya, kama si kwa ajili ya kuweza kuweka waziwazi maneno haya. Isaya 43 mstari wa kwanza. Isaya 43 mstari wa kwanza. Lakini sasa Bwana ambaye alikumba Yakobo, naye ambaye alikufanya Israeli, anasema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Wakati tunaposoma Agano Jipya, tunaona kwamba alitoa uzima wake kwa ajili yetu, lakini si kama vile Yawe ndani ya hali yake, ndani ya mwili wa kiroho, lakini yeye kama vile Yesu. Na hapo pia tunatambua hii kubadilishwa kwa neno, kila mtu anaweza kuipata ni Yashua ndani ya maneno haya, na kila mtu anaijua. Leo wanatumikisha neno ya Kigiriki Yesu katika malugha zote, lakini niweza kupata tafsiri ya Kiebrania kwangu kwenye ofisi yangu. Mahali pote unapata Yawe ndani ya Agano la Kale au Yashua ndani ya Agano Jipya. Neno Yawe inaingia ndani ya jina Yashua, inamaanisha Bwana Mwokozi. Bwana Mwokozi ni kusema Yashua, ni kusema Mwokozi, ni kusema Yawe, ni kusema Mwokozi. Yashua maana yake Yawe Mwokozi, yule Bwana ambaye aliye Yawe ndani ya Agano la Kale
anapaswa kuwa Yashua ndani ya Agano Jipya. Na ndio maana Paulo aliandikia wa Korinto kwamba hakuna mtu anayeweza kusema kwamba Yesu Kristo ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni yule Roho mmoja wa Mungu ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya. Isaya 43 mstari wa 15. Isaya 43 mstari wa 15. Tunasoma ndani maneno haya: mimi ni Bwana mtakatifu wenu, Muumba wa Israeli, mfalme wenu. Hapa si mwokozi tu, mkombozi tu, lakini hapa pia ni muumbaji. Hapa yeye ni mfalme. Hapa yeye ni mtakatifu wa Israeli, mfalme. Tulisoma jana kwamba tulikuja tusalimie mfalme aliyezaliwa mpya, tumuabudu. Tunazungumziwa hapa kuhusu mfalme yule mfalme. Isaya 14, Isaya 14 mstari wa 6 mpaka 8. Bwana mfalme wa Israeli na mkombozi wake, Bwana wa majeshi anasema hivi: mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho, na zaidi yangu hakuna Mungu. Ona ni ushuhuda gani ulio wa nguvu za juu sana! Ni nguvu gani inatoka katika maneno haya! Na sifa kwa Mungu kwa sababu ni maneno yake, na maneno yake ni kweli siku zote. Hapa yeye ni mfalme, hapa yeye ni mkombozi, Bwana wa majeshi, wa kwanza na wa mwisho. Hapa nani asiyekumbuka Ufunuo sura 1? Ndiyo, kila mtu anaweza kuikumbuka. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Tazama, nilikuwa nimekufa na sasa niko hai milele na milele, na nina funguo za kifo na za Hadeze. Yeye ni yule yule jana, yeye yule yule leo na hata milele na milele. Ufunuo sura 1:17 na 18. Akose tuweze kuendelea hapa sasa hivi na kusoma kwetu ndani ya Isaya 44 kwanza kwa mstari wa 24. Isaya 44:24. Bwana mkombozi wako ambaye alikuumba toka tumbo, mimi ni Bwana mwenye kufanya vitu vyote, niliyenyosha mbingu peke yangu, niliyetandika dunia mimi mmoja. Mstari 25. Nimevunja alama zao wanaosema uongo na kutia wafumu wazimu, ninayerudisha watu wa akili nyuma na kufanya akili yao kuwa upumbavu. Mstari 26. Niliyesimamisha neno la mtumishi wangu na kufanya mashauri ya wajumbe wangu. Uyule ndiye Bwana Mungu wetu. Wakati alipokuwa katika mwili wa nyama, wakati alipokuwa katika mwili, yale ambayo Mungu aliyokuwa ilikuwa imefichwa na kufunikwa katika mwili wa nyama, mtu katika sura, lakini Mungu yeye mwenyewe ndani yake. Kama vile sema mara nyingi, alama hizi mbili zilikuwa za lazima ili ukombozi wa mwanadamu uweze kufanyika na kutimilika. Angepaswa kuwa Mungu ili aweze kutuchukua na kutuweka katika kiwango cha kiungu. Mara ngapi tunaweza kuionyesha tena mahali hapa? Na wale wote wanaowaza kwamba hapa inahusu mafundisho fulani tu watabaki kuwa bure. Tuyaandike tena nge mara moja na hash ya kimafundisho na pia na maneno mawili vit. Hii ni maneno ambayo tunaweza kusema katika Kifaransa, neno la mtafsiri. Mtu yeyote anayewaza kwamba maneno ya uungu inahusu tu mafundisho kulingana na yale ambayo watu wanaweza kumoja wanaweza kuamini kwa utatu
na wengine waweza kuamini kwamba Mungu ni wawili au umoja, lakini kama lengo lilikuwa ni kwamba tuweze kuleta mabishano juu ya maneno fulani ya kimafundisho, siamini hiyo, lakini inahusu ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo yeye mwana, ili aweze tufanya kuwa wavulana na wasichana wa Mungu. Hatungeliweza kurudishwa katika msimamo wa kiungu kama yeye mwenyewe hangeliweza kuwa Mungu, na kama hangelifanya kuwa mtu, kama hangeliweza kulipa hapa deni ya makosa yetu na ya dhambi zetu, na kama hangeliweza kutupatia uzima wa milele kwa neema. Ningetaka nisome tena andiko ya nabii Zekaria mstari wa 14 ili kuonyesha hapa ndani ya kuendelesha ya Isaya 44 kwenye mstari wa 6 kwamba Bwana yeye pia ni mfalme. Inaandikwa pale kwamba atakuwa mfalme juu ya ulimwengu wote. Zekaria sura 14, andiko ambayo tunajua sisi sote vizuri, mstari wa 9. Zekaria 14 mstari wa 9. Na Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote siku ile. Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Ndani ya Agano la Kale ni Yawe ndiye atakayekuwa mfalme. Nataka kuwasomea sasa andiko ya Ufunuo kwenye sura 11. Ufunuo sura 11 mstari wa 17. Tunaambiwa pale au wanatangaza maneno haya. Ufunuo 11 mstari wa 17. Tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, wewe uliye na uliyekuwa, kwa sababu umetoa uwezo wako mkubwa na kutawala. Tunajua kulingana na Agano Jipya kwamba tutatawala pamoja na Kristo. Kama mnahitaji, nataka kuwasomea hiyo, nataka kuwasomea tena hiyo toka ndani ya Ufunuo sura 20. Inaweza kuwa inaandikwa hapa kwamba tutatawala pamoja naye. Ufunuo sura 20 sehemu ya mwisho ya mstari wa 4. Mstari wa 4, sehemu ya mwisho. Ufunuo sura 20. Wakakuwa hai nao wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Sehemu ya mwisho ya mstari wa 20, mstari wa 4. Na hivyo sasa, wakati Bwana anapotuambia ndani ya Agano Jipya kwamba kama mungelinijua mungeliweza kujua pia Baba yangu, ndipo sasa tunaweza kuwa tulipokea kwa neema kupitia ufunuo zawadi ya kuweza kujua kwamba Bwana wetu alikuwa Emanueli, ni kusema Mungu pamoja nasi. Kuna pia neno hili ndani ya Injili ya Luka kwenye sura 10 ambayo pia inayokuwa uhakika tena leo na itakayobaki hivyo milele na milele. Luka sura 10 mstari wa 21 mpaka 22. Mstari 21, Luka sura 10. Saa ile ile akafurahi katika Roho Mtakatifu akasema, ninakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa sababu umeficha maneno haya kwa wenye hekima na akili, ukayafunua kwa watoto wachanga. Ndiyo Baba, kwa hivyo imekupendeza wewe. Mstari 22. Nilipewa vitu vyote na Baba yangu, wala hakuna mtu anayejua mwana ni nani ila Baba, wala anayejua Baba ni nani ila mwana, na mtu yeyote mwana anayependa kumfunulia.
Ni kusema sasa inahusu ufunuo, na hiyo itabaki hivyo hivyo mpaka mwisho. Mniruhusu leo kusema tena hili kitu moja, kushuhudia kwamba Yesu ni Mungu moja haiko hata mara moja ndani ya Biblia. Kuna hii ukweli ya kiungu ni kwamba kuna Mungu mmoja tu ambaye aliyejifunua kwetu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Nataka kuweza kuionyesha waziwazi, kwa maana mafundisho yanayosema kwamba Yesu ndiye Mungu peke, nayo ni ongo kama vile mafundisho ya utatu. Naamini kwamba hii haitasikikana vizuri, lakini mimi si msimamizi wa yale ambayo watu wanaweza kuelewa vibaya, lakini mimi ni msimamizi kwamba mafundisho iliyo wazi juu ya Mungu inaweza kuwa inatokana na ushuhuda ya ujumla wa maandiko matakatifu. Nataka kuwasomea tu neno fulani zilizoambiwa kwa makanisa iliyo katika barua ya mtume Paulo. Wakorinto wa kwanza sura 1 mstari wa kwanza. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosteni ndugu yetu. Mstari wa pili. Kwa kanisa la Mungu lilo katika Korinto, wale waliotakaswa katika Yesu Kristo, walioitwa kuwa watakatifu, pamoja na wote wanaoita jina la Bwana wetu Yesu Kristo, katika kila pahali Bwana wao na Bwana wetu. Mstari wa tatu. Neema kwenu na salama toka Mungu Baba wetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Munaweza nyote kusema amina kwa ajili ya hiyo 100%. Na hivyo ndivyo naomba kuyafanya. Tazama mafundisho, na vile kama vile nilisema tunaweza kuandika juu ya maneno haya. Kuna hapa ndani ya barua kwa Waroma, ndani ya sura ya mwisho, sura 16, kuna maelezo iliyo ya ajabu sana. Mwisho na mwanzo wa mabarua ya mtume Paulo inakuwa ndani umuhimu iliyo ya kipekee sana, na anaweka ndani umuhimu juu ya maneno fulani. Waroma sura 16 kwanza kwa mstari wa 25. Waroma 16:25. Kwa yeye anayeweza kuwasimamisha ninyi sawasawa na habari njema yangu na kwa mahubiri ya Yesu Kristo, kama ufunuo wa siri iliyowekwa tangu nyakati za milele. Mstari 26. Lakini sasa inayoonyeshwa kwa maandiko ya manabii kama amri ya Mungu wa milele, ikijulikana na mataifa yote kwa kutii kwa imani. 27. Kwa yeye Mungu mwenye akili peke yake uwe utukufu kwa Yesu Kristo kwa milele na milele. Amina. Mnaona, ni hivyo kama inaandikwa kwamba Mungu alifufua Yesu Kristo toka wafu, ni kusema tunapaswa kusema amina pia kwa ajili ya hiyo, kama vile tunavyosema pia amina kwa ajili ya yale yanayosema kwamba yeye ananiona ameona Baba. Na naomba wote kwa nia njema waweze kuheshimu neno la Mungu katika hatua yote, katika mafundisho yote. Na wakati Bwana yeye kama mwana wa mtu anapozungumuza na kusema kwamba Baba ni mkubwa kuliko mimi, ni kusema pia tunasema amina sisi sote kwa ajili ya hiyo, kwa maana tunajua katika msimamo gani anazungumza ndani, na wakati anaposema kwamba hakuna mtu anayejua siku wala saa, ikiwa pia wa malaika walio mbinguni wala hata pia mwana. Msoma hiyo Marko 13:32. Na hivyo tunasema amina kwa ajili ya hiyo. Mimi sikie wote wakisema amina. Amina inapaswa kutoka ndani ya wote bila hata kuacha mtu mmoja. Tulisema nini mahali hapa? Hatuhubiri yake yale ambayo watu wanahitaji kusikia hapa. Hapa
ni kweli yote ndiyo ambayo inapaswa kutangazwa. Yesu Kristo alizaliwa, akalazwa katika hori la ng'ombe, akatahiriwa siku ya 8, akawekwa chini ya sheria. Kwa umri wa miaka 12 alikuwa katika hekalu, lakini Mungu yeye hajawahi kuwa na miaka 12. Mungu hajawahi kuzaliwa, hajawahi kutahiriwa. Mungu ni roho milele na milele, na ni hapa ndipo mwanzo mpya ilianza, mwanzo mpya wa Mungu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, yeye kama vile mwana, ili aweze kuzaa wavulana wengi na wasichana wengi kupitia roho na neno. Na waza kwamba hii ingeweza kuwa wazi, tushaka kuyatangaza mara nyingi katika mahali hapa, na tunatumaini kwamba Mungu ataweza kutupatia neema yake ili wote waweze kuyaelewa, mpaka kwenye andiko ya Wakorinto wa kwanza sura 15 inayojulikana pia sana, na ambayo watu wengi wanapendaka kupita pembeni yake kwa sababu hailingani na mafundisho yao. Ninajisikia nikiwa vizuri katika Bwana, na sio nikiwa nikifungwa na maoni fulani ya kimafundisho, lakini nikiwa huru kwa ajili ya kutangaza neno na kuitangaza katika mipaka ya neno la Mungu. Nyuma ya andiko hii, ninyi wote mnaweza kusema amina kwa moyo wenu wote. Wakorinto wa kwanza sura 15 kuanza kwa mstari wa 23. Lakini kila mtu kwa pahali pake, Kristo malimbuko, kisha watu wa Kristo kwa kutokea kwake au wakati wa kurudi kwake. Mstari 24. Halafu mwisho utakuja wakati atakapotoa ufalme kwa Mungu Baba, atakapoondosha utawala wote na mamlaka yote na uwezo wote. 25. Maana sharti atawale hata atakapoweka. Mstari 25. Maana sharti atawale hata atakapoweka adui zote chini ya miguu yake. Zaburi 110 mstari wa kwanza. 26. Adui ya mwisho ya kuondoshwa ni mauti. 27. Sababu vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake. Lakini wakati anaposema vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, imeonekana wazi ya kwamba vyote vimewekwa ila yeye ambaye aliviweka. 28. Basi vitu vyote vikikwisha kuwekwa chini yake, wakati ule mwana mwenyewe vile vile atawekwa chini yake yeye aliyeweka vitu vyote chini yake, hata Mungu awe yote katika yote. Amina, amina. Tunasema pia amina kwa yale ambayo Bwana wetu aliyosema nyuma ya ufufuko wake, ni kusema ninapanda kwa Mungu wangu na Mungu wenu, kwa Baba yangu na Baba yenu. Hii inaonyesha nini? Ni kwamba tumezaliwa na Mungu vile vile kama yeye alivyozaliwa na Roho, na kuna Baba mmoja aliye mbinguni, naye akifundisha kuomba Baba yetu, na sio baba yangu, akilinganisha naye mwenyewe tu, lakini kama vile Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Na sasa turudi kwa jina Baba. Ni matamshi inayoonyesha mwanaume ambaye iko na wavulana na wasichana. Hiyo ni matamshi. Mtu ambaye hana wavulana na wasichana hawezi kuwa baba. Awe mwanaume gisa anavyotaka, aweze kuwa yale anayotaka, aweze kuwa mwalimu, aweze kuwa profesa, lakini anaweza kuwa baba kama iko na wavulana na wasichana. Na wale watoto ndio wanapaswa kuwa na haki ya kumuita baba, na ni wao peke yake, hakuna mtu mwingine. Kila mtu anaweza kuja na kusema baba, lakini tu wale ambao waliozaliwa na Mungu peke yake
waliokuwa wana wa Mungu, na wale ndio wako na haki ya kuweza kumuita kwamba yeye ni baba yao aliye mbinguni. Wako na haki ya kumuita hivyo, lakini hapa hahusu heshima ya baba, kwa maana yeye ni baba ya wale wote ambao wanaita kwamba ni wana. Aliyasema ndani ya Agano la Kale akilinganisha na mwana kwamba nitakuwa kwake baba. Samueli wa pili sura 7:14, naye atakuwa mwana kwangu. Mnajua andiko hiyo ya Agano la Kale, na yawasombea ndani ya Agano Jipya ili mweze kujua kwamba hiyo pia inaandikwa kwa namna hii. Waibrania sura 1, Waibrania sura 1 mstari wa 4. Waibrania sura 1 kwa mstari wa 4. Amepata kuwa mzuri kupita malaika, kwa sababu amerithi jina lenye utukufu kuliko lao. Baba yangu alikuwa akiitwa Frank. Baba kuu yangu naye alikuwa akiitwa Frank. Tunabeba jina la baba yetu, na hapa inasemeka kwamba jina lake linakuwa nzuri kuliko jina la malaika, kwa maana alipokea kama vile urithi. Jina la baba na la mwana linapaswa kuwa ni jina moja ambamo mnakuwa wokovu wetu, na hakuna jina lingine lilopewa kwa watu chini ya mbingu ila jina la Yesu ambalo tunapaswa kuokolewa ndani. Matendo ya Mitume sura 4:12. Waebrania 1:5. Sasa Waebrania 1:5, kwa maana Mungu alimwambia malaika gani wakati wowote, wewe ndiwe mwana wangu, leo nimekuzaa? Na tena Samueli wa pili sura 7 mstari wa 14, mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Akose tena hii sehemu ya mstari wa 6, na tena wakati atakapoleta mzaliwa wa kwanza katika dunia, Zaburi 97 mstari wa 7, anasema na malaika zote za Mungu wamwabudu. Na hii inaendelea na tena. Natumaini kwamba tutakuwa tena waaminifu zaidi kuhusu maneno haya pia. Jana jioni niliuliza wangapi katikati yenu wanaosoma vitabu. Nilisikia leo kwamba sikuweza kuacha wakati mwingi ili watu wote waweze kunyosha mkono. Hiyo iliweza kuniweka bidii sana, na tunajua kwamba watu wote, na si kwamba wanasikia tu, lakini pia wanasoma. Lakini musikose kuweza kusoma kitabu inayoitwa Ukristo wa zamani au wa kwanza, maana tuweza kuzungumza kuhusu maneno fulani, na itakuwa vyema tuweze kuyachunguza tena zaidi, ili tuweze kuwa hapo mbele ya macho yetu andiko za Biblia zilizo za lazima, na tuweze kujiacha, tuweze kubadilishwa na neno na kupitia neno. Tuingie mara moja juu ya maneno ya ubatizo. Hii jina imekwisha kusemeka. Yesu alisema, enendeni katika dunia mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, muwafundishe na muwabatize katika jina moja. Na kunapaswa kuwa jina moja kwa ajili ya hiyo ufunuo tatu ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kunapaswa kuwa jina moja kwa ajili ya kuonekana tatu, na wewe utampatia jina la Yesu kwa sababu ataokoa taifa lake toka dhambi zake. Mathayo 1:21. Na hivyo ndivyo aliitwa Yesu, inayomaanisha Emanueli, Mungu pamoja nasi. Jina lake ilikuwa ni Yesu, lakini yeye mwenyewe alikuwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Tumeelewa? Tunayaona waziwazi kama vile Bwana wetu alivyouliza na kusema, yeye aliyeniona ameona Baba. Leo tuna kuhusu mambo mawili na kuhusu ubatizo. Kwa upande moja kwamba inapaswa kufanyika kulingana na mpango wa Biblia, na kwa upande mwingine inapaswa kutimilika kwa watu ambao
walioweza kujiingiza kwa ajili ya kufuata Bwana, watu ambao waliotoka katika njia pana wakiingia katika njia nyembamba, watu ambao wanaweza kubali kama vile kurudia neno la Bwana kwamba pana ni njia inayoongoza katika maangamizi na mengineyo na mengineyo. Nataka kusoma andiko hii ili Bwana aweze kujiacha mwenyewe aweze kutamka. Mathayo sura 7 kuanza kwa mstari wa 13. Mathayo 7:13. Ingieni kwa mlango ulio mwembamba, kwani mlango ni mpana na njia ni pana inayokwenda hata upotevu, nao ni wengi wanaoingia kwa mlango huu. Mstari 14. Lakini mlango ni mwembamba na njia imesonga inayokwenda hata uzima, nao ni wachache ambao wanaoingia. Na pia ndani ya Luka 13:24. Tuko tayari kubatiza, lakini tuko tayari kubatiza watu ambao walioweza kufanya mazoezi yao wenyewe pamoja na Mungu, watu ambao waliopata mlango mwembamba. Na Yesu alisema, mimi ni njia, kweli na uzima. Yeye ni mlango ambao tunapaswa kuingia ndani. Mtu anayetafuta kuingia mahali pengine, kama vile tunavyosoma ndani ya Yohana sura 10, yule ni mwizi na muuaji, na shetani tangu mwanzo ndiye mambo hayo. Inaandikwa ndani ya Yohana 10 mstari wa kwanza. Na hivyo sasa watu wanapashwa kuwa wamefanya mazoezi ya Mungu, wanapashwa kufanya mazoezi ya kutambua dhambi zao, kwamba Roho wa Mungu alikuja juu yao wakati wa utangazaji wa habari njema, wakati wanaposikia habari njema, kuweza kutambua kwamba walikuwa wametenganishwa na Mungu. Na hapo sasa wanaweza kutambua kupitia mazoezi hayo kwamba walikuwa ndani ya dunia hii pasipo tumaini, pasipo Mungu, kwamba walikuwa wamepotea na kuangamia milele. Na kisha sasa waweze kuililia Bwana ili aweze kuwaokoa na kuwasamehe na kuweza kulia, Bwana unisamehe na uwe wa rehema kwa ajili yangu mimi mwenye dhambi. Hapa haihusu mambo fulani ya kuweza kugeuza, na sio kuweza kubatiza kwa jina ya watu watatu, lakini kwa jina moja. Nikusema inahitaji wale ambao wanahitaji kuweza kubatizwa katika jina la Bwana waweze kuwa tayari kuweza kufuata njia nyembamba na kuweza kuacha nyuma yao njia pana na mambo yote iliyo katika dunia hii na tamaa yake na mengineyo. Ni kweli haitakuwa kwa watu wengi waweza kufanya utangazaji kwa neno kama hii, lakini hiyo inapaswa kufanyika ili nami pia na sisi sote tuweze kukutanana na Mungu katika dhamiri njema. Na ninyi ambao mnayohitaji kuweza kubatizwa muweze kufanya agano ya dhamiri njema pamoja na Mungu, kwa maana ni hivyo ndivyo Petro alivyoyasema. Kwake ubatizo ilikuwa kimaanisha kwamba ni agano ya dhamiri njema pamoja na Mungu. Petro wa kwanza sura 3 mstari 21. Ni kusema kutoka katika njia pana inayoongoza katika maangamizi, pamoja na yale yote ambayo tuliyokuwa tumefungwa ndani, na yale yote ambayo iliyokuwa ikitukokota kwenye mambo ya kujifurahisha katika njia hii pana inayoongoza katika maangamizi, ili tuweze kusimama na tuweze kugeuka. Kugeukia na maana kwamba kugeuka na sio kutembea katika mwongozo wa zamani, lakini kusimama na kugeuka na kuweka mwisho na kugeuka na kuingia katika mlango mwembamba, ili uweze kuingia katika lango nyembamba inayoongoza mpaka uzima. Mtu yeyote anayeweza kuishi hiyo pamoja na Mungu na anaweza kusema ndiyo, kwamba nami nilitoka katika njia pana na sasa niko nafuata Bwana na niko tayari kwa ajili ya kufanya pamoja na Mungu agano ya dhamiri njema kupitia ubatizo, ndipo acha iweze kuwa hivyo. Jana tulisoma ndani ya Yeremia sura 31 kwamba Mungu alikuwa ameahidi kuweza kutoa agano jipya na kuweza kuitimiza na kuandika maneno yake katika mioyo yetu. Mungu aliahidi pia kwamba atatupatia moyo mpya, moyo wa nyama,
na sio moyo wa jiwe. Watu wengi wanakuwaka na moyo wa jiwe, hakuna kitu kinachopenya ndani. Lakini wakati neno linaposikilikana, Mungu sasa anaomba kitu fulani kipya, ili sasa aweze kusikia na kuelewa kwamba ni Bwana ndiye anayetuzungumzia. Kulingana na Waroma sura 6 kwenye mstari wa 3, tulizikwa pamoja na Kristo kupitia ubatizo. Kuingizwa si kitendo tu, lakini inamaanisha kwamba mtu ambaye aliyekufa pamoja na Kristo, akakufa kwake mwenyewe na dunia na mambo yake yote, alisulubishwa pamoja na Kristo, na hapo sasa anaweza kuzikwa pamoja naye. Hiyo ndio kuingizwa katika maji. Mnawaza mara nyingi, mbona akose inaomba kuweka watu ndani ya maji kwa muda mrefu kwa sababu wanataka kuzikwa. Sio muda unaodumu katika maji inayosabilika, lakini yale iliyofanyika ndani mwetu mbele tuweze kuwa tumeingizwa katika maji na kuweza kuzikwa pamoja na Kristo. Tumeelewa hii? Kuzikwa inaweza kufanyika haraka haraka, sana sana wakati mambo ya mafuriko yanapofanyika. Tunaikumbuka wakati wa Noa, na pia wakati ilifanyika huko Bangladesh, mafuriko yanaweza kuzika watu haraka haraka. Lakini hapa haihusu kuweza kushidanganya sisi wenyewe au kudanganya wengine, lakini kuweza kuonekana na kujionyesha wazi kwa namna njema mbele ya uso wa Mungu, na kuweza kusema, Bwana, sitaki niweze kupotea, nataka niweze kuwa wako, nataka niweze kuwa wako, nataka nitoke katika njia pana, nataka nitii neno lako, na yale yote yanayofundishwa katika neno lako nitaikubali na kuweza kuyaishika kwa nia njema. Hii nayo ni ya lazima, kwa maana Bwana alisema kwamba muwafundishe kushika yote ambayo niyo waagiza ninyi. Neno lote la Mungu linapashwa kufundishwa, na heri mtu anayejua kujinyenyekeza chini ya kila neno. Tunapozungumza sana sana na wadada, ni vema tuweze kuongeza kwamba tuliingizwa ndani ya mwendeleo ambayo hatukuweza kujua katika makadi zilizopita. Tunawazia hapa kuhusu ndugu Branham ambaye ndani ya mwaka 1933 ndani ya mwezi wa 6 akaona mwisho wa wakati na matokeo yote ambayo yangepasha kufanyika. Mpaka wakati ule wanawake walikuwa na nafasi yao, na kama dada ndani ya Kristo anaweza kuwaza kwamba nafasi ambayo Mungu aliyompatia si nafasi njema, sasa tunaalika dada yule aweze kuomba Mungu aweze kumpatia neema ya kuweza kutambua nafasi yake. Nafasi ambayo Mungu anayotoa ndio inakuwa nafasi nzuri, na kama Mungu angeweza kupatia kitu kizuri kwa mwanaume kuliko mwanamke, angeweza kumpatia kitu kizuri ambacho Mungu aliweza kupatia mwanaume ni mwanamke. Lakini mwanamke yule anapaswa kusimama kwa upande wa mwanaume, kuweza kuwa msaada wake, kuwa kwa upande wake, karibu yake, na sio tapi, na sio payaso, na sio mtumwa. Lakini na mwanamke naye haipaswi kutawala mwanaume wake, kama vile Paulo alivyoweza kuiandika. Na hiyo ndio kuumiza sana sana wateolojia wanawake wa Protestanti ambao waliopingana na Paulo na kuandika kwamba alikuwa ni mwanaume aliyekuwa akichukia wanawake. Hapana, hakuwa hivyo. Mwanamke ndiyo kiumbe kilicho dhaifu sana. Mniamini, nanyi pia wadada wapendwa, ndiyo kiumbe kilicho kidhaifu sana. Msinisikie vibaya kama nasema hii hapa. Mungu hakuzungumza na Hawa. Bwana Mungu alizungumza na Adamu. Na nani sasa shetani joka alizungumzia? Alizungumzia nani? Alizungumzia Hawa. Akasikia yale ambayo adui alikuwa amegeuza, na ilikuwa imefanyika, ilikuwa imebazika. Na ndiyo maana
Kristo alikuja, mnaona, kisha akakamata mwanamke. Mnajua yale nataka kusema, mnajua nani naizungumzia? Nazungumza sasa kuhusu Maria, ili aweze kuja ndani ya dunia, iweze kutengeneza maanguko ya kwanza. Na ndio maana nisema bikira atakuwa na mimba na atazaa mwana, atamwita jina lake Emanueli. Kulifanyika nini? Anguko ilikuja kupitia mwanamke, na sasa Mungu sasa akapata namna, na ilikuwa ni Maria sasa, na bibi harusi wa mwana kondoo ni sehemu yake, na hivyo yote ina nafasi yake iliyo ya haki. Tunaishi, na nataka kusema hii, tunaishi katika wakati ambamo wanawake wamejiamsha, wamekuwa bakali, wameona kwamba usawa wa haki na ingine yote ingepasha kuwa, na yamini kwa moyo wangu wote. Nataka kusema hii usawa wa haki iliwekwa katika utaratibu wa Mungu, na sasa heri mtu anayeweza kusema amina kwa ajili ya hiyo. Heri watu wote ambao wanaoweza kupata nafasi yao, na heri wanawake wote ambao wanaoweza kuwa tayari kuweza kufanya hiyo kitu moja. Lakini tazama, nataka kusema ndugu Branham aliona katika mwaka 1933 kwamba wanawake wataacha nafasi ambayo Mungu alikuwa amewapatia, na kwamba watapata haki ya kuchagua huko Marekani, na kwamba mwendeleo wote itaendelea mpaka kwenye siasa na mengineyo, na yote itaingia katika mikono yao. Nasi tunajiuliza leo swali, ninayasema kama vile mtu wa zamani. Mnajua hiyo neno, hiyo veterani inamaanisha nini? Kama ni utaratibu wa kiungu ambao ulioweka utaratibu katika dunia, katika hii maelfu na maelfu ya miaka iliyopita, tunahitaji utaratibu mpya wa ulimwengu. Tunahitaji shirika inayoenda mbali na neno la Mungu na kuigeuzia mgongo, au tunahitaji tena shirika ambayo mwanaume na mwanamke inaweza kupata wote nafasi yao, ambamo kila kitu kinaweza kuwa kwa nafasi yake. Na ninyi wadada wapendwa, hii nayo ni sehemu ya kwamba wanawake waweze kupata nafasi ambayo Mungu aliyokuwa amewapatia. Na kama hiyo inaruhusiwa tena, Paulo aliweza kuandika katika wakati ule, na tunaamini leo kwamba wanawake pia waliweza kupokea nywele ndefu, na hiyo kwa ajili ya heshima yao au mapambo yao. Paulo anaandika kwamba nywele ndefu zilipewa kwa mwanamke kama vile kitambaa, na sasa kama mwanaume anakuwa na nywele ndefu ni haya kwake. Kwetu kila neno la Mungu linatimilika kwa namna hiyo moja, ni la haki. Na kama vile nilivyosema, mtu yeyote anayogeukia Bwana, na sio kugeukia kusanyiko fulani, lakini kugeukia Bwana, mtu yule anapaswa kuwa tayari kuweza kufa kwa ajili yake mwenyewe katika mambo yote, ili aweze kuishi pamoja na Kristo. Kama hiyo haifanyike, ni kusema kuishi kwetu kwa imani itakuwa ni kuishi iliyo ya haya mbaya. Kwa sababu gani? Tunataka tuweze kuwa wana wa Mungu, lakini hatunyenyekei kwa ujao, na hivyo tunaishi kidogo hapa na kidogo kule. Tunabeba joho yetu kwa upande mbili, tunataka tuweze kucheza kwa ndoa mbili kwa mara moja, na hiyo yote haiwezekani. Mwana wangu, msichana wangu, nipatie moyo wako. Mezali 23:26. Tunapaswa kutakasia maisha yetu kwa Mungu na kuweza kusema, Bwana, sio mimi ambaye naishi sasa, lakini wewe peke yako ndio naishi ndani mwangu, ili mapenzi yako yaweze kutimilika ndani ya maisha yangu. Inahusu kuweza kufa pamoja na Kristo, kukufa ndani yako mwenyewe, kukufa ndani ya hiyo mie yangu, na kwa hiyo namna ambayo tunapendaka tuweze kuishi maisha yetu, ili hayo yote yaweze kuwa na mwisho wake, na tuweze sasa kuanza maisha mapya pamoja na Kristo kulingana na neno lililoambia Wakorinto. Wakorinto wa pili sura 5 kuanza kwa mstari wa 19. Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 17. Kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya, mambo ya zamani yamepita, mambo ya zamani yamepita. Hatutaki hapa kuweza kupatia funzo watu ambao waliozeeka, kwa watu ambao waliobaki katika mtu wa zamani, kama Yerusalema mpya au yenyewe
ambao hawezi kuingia ndani kama wanaweza kuwa walibaki katika jinsi walivyokuwa. Tunataka katika mahali hapa tuweze kufundisha wale waliozaliwa upya na wanaochukua tumaini mpya na yale yote ambayo Bwana aliyotuagiza, ili wakati siku ya Yesu Kristo itakapokuja tuweze kutoka sote pamoja, tukitoka katika imani, tukiona tuliamini. Muwazie itakuwa ni siku gani ajabu wakati sisi sote tutakapopata sehemu ndani na tutakapoweza kukutana na Bwana ndani ya mawingu, ili baadaye tuweze kuwa pamoja naye milele. Ile ndiyo lengo ya mwisho ya utangazaji wa habari njema. Haihusu tu mapambo au kupaka au kutengeneza mambo fulani ya juju ya nje. Hakuna mtu anayeweza kukamata kipande cha nguo mpya aweze kuweka kwa nguo za zamani, na hakuna mtu anaweza kuweka mvinyo mpya na kuweka katika birika za zamani. Bwana alisema birika zitapasuka na mvinyo itamwagika. Uzima mpya inapaswa kuingia katika watu wapya na katika uzima mpya, na watu wale ndio Mungu anataka kutufanya sisi sote hapa leo. Hiyo inaweza kufanyika pia hapa kupitia nguvu za damu ambayo iliyotukomboa, kupitia nguvu ya neno ambayo tunayosikia na ambayo tunayoamini, na kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Ninahitaji ili niweze kumaliza utukufu wangu karibu na Mungu pamoja na ninyi nyote, na ndiyo maana mahubiri inapaswa kuwa ya haki kama vile mlango mwembamba, na hivyo hivyo mlango ni mwembamba na njia ni mwembamba, na pia mahubiri nayo inapaswa kuwa mwembamba. Katika siku ile mtaniambia, ndugu mpendwa, asante kwa sababu ulihubiri neno kwa namna ambayo Mungu aliweza kutupatia neema yake na aliweza kutusaidia katika siku ya wokovu. Kwake yeye Bwana wetu na Mwokozi wetu apewe utukufu na heshima milele na milele. Amina.